Ni wakati mwingine tena mwanafamilia wa Dost Media ni ukaribishe kwenye mbilingi za kimichezo tuweze kuangaza yale ambayo yameweza kujili kunako kimataifa. Kuna nini? Maanake tunajua kwamba ligi mbalimbali zimetamatika na nyota mbalimbali kutoka kwenye vilabu tofauti tofauti wakihusishwa kujiunga na vilabu vingine, kwa sababu tunajua kwamba utavuna ulichopanda, kwa sababu ukiwa na msimu bora utaona namna gani vilabu mbalimbali ama wadau wa kimichezo na wachambuzi wa kisoka wakikuzungumzia kwamba wewe utajiunga na timu hii. Japokuwa kuna zingine huwa ni za kuzusha, lakini tetesi hazikatazwi kwenye masuala mazima ya kisoka kwa lengo tu la kumzungumzia yule ambaye ameweza kufanya vizuri katika msimu husika. Jina langu ni Maunga Junior, lakini kwa upande wa kamera hapo amesimama director Eze, ndo ambaye anahakikisha unaniona katika muonekano mzuri kweli kweli. Tutaingia pale Chelsea bwana na Bayern Munich wameweza kuingia vitani kuwania saini ya winga Jamie Giteni ambaye yeye ana umri wa miaka 20, na mpaka hivi sasa klabu ya Bayern Munich wameweza kuweka bayana kwamba watatoa pauni milioni 55 ili kuweza kumsajili winga huyo ambaye kwa hivi sasa anakichafua katika klabu ya Borussia Dortmund. Kwa upande wa Chelsea wao bado hawajaweka bayana kwamba watatoa kiasi gani cha fedha ili waweze kuinasa saini ya Jamie Giteni ambaye mpaka hivi sasa ameweza kufikisha umri wa miaka 20. Ukiangalia kwa umri bado ni mdogo kinda kweli kweli, kwa sababu ukiwa na mchezaji kama ana umri wa miaka 20 una uhakika wa kucheza zaidi ya miaka 10, akafikisha miaka 30 na akawa katika ubora huo. Sasa ngoja nikupitishe kwenye takwimu katika msimu wa mwaka 2024-2025. Kwenye Bundesliga amecheza michezo 32, katika michezo 32 amefunga mabao 8 na kutoa assist 4. Unaweza kuona huyu ni winga naye anahusika kwenye kufunga. Kwa hiyo katika michezo 32 ameshinda mabao 8 na kuassist 4. Lakini kwenye UEFA amecheza michezo 14, amefunga mabao 4 na kuassist 1. Kwenye Club World Cup ambao bado linaendelea pale nchini Marekani amecheza mchezo mmoja, lakini hajafanikiwa kutoa assist ya aina yoyote wala kufunga bao. Kiujumla rekodi hivi unaona sio mbaya sana kwa mchezaji ambaye yeye ni winga, anaweza kutoa assist na kufunga. Ni wakati sahihi kwa hizi klabu mbili ambazo zinawania saini yake, ambazo ni Bayern Munich pamoja na Chelsea, waweze kupapatuana, mwisho wa siku ajulikane mbabe nane. Kiachana na taarifa hiyo bwana, tunafika mpaka Chelsea hapo. Bwana Chelsea wamegoma kumuuza mchezaji wao Nicolas Jackson ambaye ana umri wa miaka 24, licha ya kuwa na tetesi nyingi kwamba klabu mbalimbali kutoka barani Ulaya na Saudi Arabia kuweka kitita ama kuhitaji saini yake. Bwana miamba hawa The Blues wamegoma kumwachia huyu mwamba. Atasema kwamba katika msimu ujao watakuwa naye Nicolas Jackson. Kwa hiyo na takwimu zake zipoje mwamba huyu bwana? Kwenye Premier League amecheza mechi 30. Katika michezo 30 hiyo amefunga mabao 10 na kutoa assist 5. Ninapozungumzia assist ni zile pasi za usaidizi wa mabao. Kwenye Conference League amecheza mechi 3 na kufanikiwa kufunga mabao 3 na hajatoa assist ya aina yoyote. Kwenye Club World Cup amecheza michezo 2, amefunga goli 1, lakini pale kwenye World Cup ni moja kati ya mchezaji ambaye alifanikiwa kupewa kadi nyekundu. Kwenye kadi nyekundu ambazo zimetolewa pale, basi Nicolas Jackson ni moja kati ya mchezaji huyo ambaye aliweza kufanikiwa kupewa kadi nyekundu. Takwimu zake kwa ujumla zinavutia, kwa sababu kama kwenye Premier League kwenye michezo 30 yeye amehusika kwenye mabao 15 ambayo Chelsea waliweza kuyapata. Unaona namna gani wana haki. Kwa upande wangu mimi naona kwamba ni sahihi kwa Nicolas Jackson kuendelea kuitumikia klabu ya Chelsea katika msimu ambao unakuja. Wewe nini matumaini yako au nini maoni yako kwenye hili? Nicolas Jackson nafikiri kwamba Chelsea wamuuze tu ili waweze kupata pesa, ama wako sahihi kuweza kumbakisha katika msimu ambao unafuata? Hayo yote tuandikie kwenye ujumbe wako hapo chini ili tuweze kupata maoni yako juu ya hawa Chelsea kugoma kumwachia kinda huyu Nicolas Jackson ambaye ana umri wa miaka 24. Tukitoka kwa klabu ya Chelsea moja kwa moja tunaenda kwa Liverpool. Bwana Liverpool wamekubali kumuuza beki wao Jaleli Konsa mwenye umri wa miaka 22 kwenda Bayern Leverkusen kwa pauni milioni 35. Sasa hawa jamaa Liverpool wamekubali kumuuza huyu beki wao, lakini sasa katika kumuuza kwao kuna wamejitengenezea mazingira wao kwamba bwana tunawauzia huyu beki, lakini endapo tutamuhitaji
Yani wamejiwekea wao mwenyewe advantage ya kama wakihitaji kumsajili tena wana uwezo wa kumsajili na sio kumuuza kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo hicho ni moja kati ya kitu kikubwa ambacho Liverpool kama wamewekea uwigo hivi. Takwimu zake zikoje katika msimu wa mwaka 2024 2025? Kwenye Premier League amecheza mechi 13. Kwenye EFL Cup amecheza michezo 6, kwenye UEFA amecheza michezo 2. Kwa hiyo jumla kwenye msimu mzima wa mwaka 2024 2025 kwenye mashindano tofauti amecheza michezo 25. Kwangu mimi kwa upande wa Liverpool ni sahihi kuachana na Konsa katika kipindi hiki, kwa sababu ukiangalia michezo ambayo ameicheza ni muda sahihi wa yeye kwenda kutafuta changamoto sehemu nyingine. Ila kikubwa ambacho nimependa kwa upande wa Liverpool kuweka ukingo, yani kujitengenezea mazingira wewe kwamba Konsa kule akienda kufanya vizuri wana uwezo wao kwenda kwa bwana, wewe huyu mchezaji ni wa kwetu, tupatieni aweze kuitumikia timu yetu kama kawaida. Tunajua kwamba pale EPL Manchester United mashetani wekundu hawa katika msimu ambao umepita walikuwa na msimu mbaya kweli kweli, na hivi sasa wanahitaji kutengeneza kikosi ambacho kitakuwa na matumaini makubwa sana kuelekea katika msimu mpya ambao mwezi wa 8 ndo inatarajia kwenda kuanza. Bwana hawa wameonyesha nia kumsajili mshambuliaji raia wa Italy Moise Kean ambaye ana umri wa miaka 25 na mpaka hivi sasa wameweka ama wanakadiriwa kutoa pauni milioni 52 ili waweze kuinasa saini ya Keani. Kwangu mimi Keani anaweza kuwa mtu sahihi kwa klabu ya Manchester United ili waweze kutengeneza kitu kilichokuwa bora, kwa sababu hata ukiangalia kwenye timu ambayo ameweza kucheza Keani katika msimu ambao umepita, rekodi zake sio mbaya sana, kwa sababu kwenye Serie A amecheza mechi 32. Kwenye mechi 32 amefanikiwa kufunga mabao 19 na kutoa assist 3. Kwa hiyo in general amefanikiwa amesaidia timu yake kwenye mechi 32 jumla ya mabao 22, kwa sababu yeye amefunga mabao 19 na kwa assist 3. Kwa hiyo in general hapo anaweza kujiunga pale na Manchester United. Mashabiki wa Man U wanaweza wakawa na matumaini fulani hivi, japokuwa kutoka Serie A na kuja kwenye EPL hali tofauti, hata kwa upande wa upinzani pia kuna utofauti kidogo, lakini kwa mchezaji kama Keani ambaye ana miaka 25 ni wakati sahihi kwa yeye kwenda kutafuta changamoto mpya. Kwenye conference yeye bwana amecheza michezo 9, katika mechi 9 amefanikiwa kufunga mabao 3 pekee. Kwa hiyo kwa rekodi hizo kwangu mimi inaweza kuweka eko kwamba Manchester United wamsajili tu mchezaji kama Keani kwa lengo la kutengeneza kikosi bora chenye vijana wenye nguvu kweli kweli. Wewe nini matumaini yako? Niandikia hapo chini sehemu ya comment kwamba Keani atakuwa ni mtu sahihi kwa upande wa Manchester United. Bwana, ukiachana na taarifa hiyo kuhusiana na Manchester United, taarifa nyingine inafikia pale Arsenal. Arsenal bwana inapanga kujiondoa kwenye kinyang'anyiro cha kumsajili mshambuliaji wa RB Leipzig Benjamin Sesko mwenye umri wa miaka 22, lakini sababu kubwa ya wao kujiondoa kwenye kinyang'anyiro hicho ni madai makubwa ya mshahara. Bwana Sesko yeye anahitaji pauni milioni 70 ili aweze kutia saini pale Arsenal. Lakini bwana Arsenal kutokana na dau hilo bwana wanasema bwana, wewe namna uchezaji wako na rekodi zako zilivyokuepo bwana, sisi hatuwezi kukupa milioni 70. Kwa hiyo wao wameweza kunyoosha mikono juu kwa upande wa kumsajili mchezaji huyu Benjamin Sesko raia wa Slovenia. Lakini inaelezwa kwamba baada ya tu kuachana na Sesko bwana, Arsenal wameweza kumtolea macho mshambuliaji wa Sporting raia wa Sweden Victor ambaye mpaka hivi sasa ana umri wa miaka 27. Tunaweza kusema kama jua lipo saa 9 pale linaenda jioni miaka 27, lakini kitu ambacho anakifanya uwanjani ni tofauti na umri wake. Je, nini maoni yako kwenye hili kwa upande wa Arsenal? Kati ya Victor na Sesko, mchezaji gani ni sahihi kwa upande wako? Kwa sababu kwenye Sesko wanajiondoa kutokana na kuwa na dau kubwa pauni milioni 70, wao wamenyosha mikono, lakini kwa upande wa Victor bado haijaeleweka anahitaji kiasi gani cha pesa ili waweze kutia saini. Bwana, hizo ni tetesi, na tetesi sio mbaya kuzizungumzia kwa sababu zinazungumzwa kwa lengo la kutoa taswira halisi ya mchezaji fulani ataenda katika timu fulani, na hizo mimi ndo moja kati ya tetesi ambazo nimezinyaka kutoka pale BBC Swahili ili na mimi nikakusogezea hapo ili uweze kufurahia.